Ya tarajia Simba ambayo itakuwa inafunga mabao mengi sana, kwa sababu kwa tabia za wachezaji ambao wanao ni wachezaji ambao wana uhakika wa kuweza kutengeneza nafasi nyingi, na ndio maana mbali na kuwa Simba kuondoka na ushindi kwenye mchezo wa dabi, lakini ndio timu ambayo ilitengeneza nafasi nyingi sana. Lakini kuja kwenye numbers unaona pia, lakini dhidi ya Dodoma walitengeneza nafasi nyingi sana wanatengeneza. Kuona maana kama unaweza kutengeneza nafasi nyingi, maana una safu bora ya ushambuliaji. Kinachokuwa kinabaki ni namna gani ambavyo wewe unatuthibitishia katika zile asilimia zilizobaki kwa mpira kuingia wavuni. Umesha tuthibitisha unaweza kutengeneza nafasi. Kufanya nafasi kuwa mabao. Usigeuza ile nafasi kuwa mabao na changamoto ambayo bado ipo. Kwa hiyo kama atafanikiwa kuweza kulitibu hilo tatizo, Simba itakuwa tishio sana kwenye eneo la ushambuliaji. Sababu ana mchezaji kama Clatous Chama, kwa maana utulivu utaupata. Libasi Gwe, ile speed reaction kwenye wakati ambao unamhitaji. 1v1 amekuwa bora sana. Tulimuona Shabalala alipata wakati mgumu sana kuweza kumzuia. Lakini unakuja kwa Anset Oula. Sasa unadhani unabidi unamtaja kwanza afu unakunywa maji. Huyu jamaa of course ana kipaji kikubwa sana cha mpira, kuchezea mpira anajua sana. Lakini sasa tutahitaji zaidi ile end product. Ukiwa na mpira nini unachokifanya? Chenga leo ni kitu cha ziada au kio ni baada ya wewe kutekeleza jukumu lako la kwanza. Ina Luemba sasa uno mchezaji wa Jairuti, si ndio? Anafanya kazi kubwa sana. Nadhani ila Jairuti haijaenda bure. Hapa Simba imepata mchezaji. Moja kati ya kitu ambacho nampongeza, kwanza si mchezaji ambaye ni mzigo uwanjani. Yaani sio mchezaji ambaye ni mzigo. Ukimhitaji kwenye eneo la kukaba atakaba. Ukihitaji eneo la kushambulia anashambulia. Na tulimuona Simba ya Steve Barker imeimarika kwa kiasi gani katika fezi zote tatu, kwa maana eneo la ulinzi, eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji? Chini ya Steven Barker Simba imeimarika pakubwa sana. Tukianza kwenye eneo la kiulinzi, wamenithibitishia hilo kwa hivi karibuni. Wamecheza bora sana kwa mechi zao ambazo wamepata nafasi ya kucheza. Tunaona kumekuwa na maingizo mengi sana. Leo utamwona Shamu, kwa maana kwenye kati ambazo wanaingia kuna Shamu, Wilson Nangu kwa wakati wake, hivi sasa kuna Ismail Tule. Lakini bado unaona namna ambavyo amekuwa akiimarika. Ametengeneza safu bora sana ya kiulinzi. Tumeanza kuona, nadhani hata kwenye mchezo wa dabi, baada hapo kila mtu alianza kuzungumza na kwake. Tulimuona Dickson Kibabaki kwenye kiwango bora sana, si ndio? Rushan Deroko alifanya wao sana. Rushan Ismail Tule pia ambaye alikuwa anapewa nafasi kubwa sana. Anakuwa anapewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Walimpa nafasi ndogo kutokana na namna ambavyo walimtazama. Lakini hadi hivi sasa hajaonyesha madhaifu yoyote ama mapungufu yoyote katika kile ambacho yuko nacho. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Steven Barker amefanikiwa. Anatuthibitishia kwamba wakati anamtaka Ismail Tule kuna kitu ambacho alikiona. Na mimi nilimewahi kusema huwa anaheshimu sana kocha akimtaja mchezaji bana, mimi namtaka Dula. Yaani anaamini kabisa kwa Dula atakipata kile ambacho anakihitaji. Huwa anaamini sana kwenye hao makocha na huwa anaheshimu hilo. Kwa kocha hadi hivi sasa anatuthibitishia wakati anamtaka Ismail Tule alikuwa na imani kulingana na tabia za center back nilionao, akiongezeka na huyu basi nitakuwa kwenye wakati bora sana katika kuzuia mashambulizi ya timu pinzani. Eneo lingine ambalo wamefanikiwa, eneo la katikati mwa uwanja ambako ndo safari zote zinaanzia. Hapo ndo kwenye uti wa mgongo wa timu. Endapo pata lega basi magoli hayatakuwepo. Endapo pata lega basi utaruhusu mabao kufunga. Yusuf Kagoma kwenye kiwango bora sana. Amekuwa akiletewa baadhi ya watu tofauti. Wakati zingine unamuona anaanza na Nabi Kamala, Arasani Kante Maodo, lakini bado unamuona Kante akiwa amesimama kwenye ule imara wake. Bado katika hao ambao nimewataja, yule anayepewa nafasi ya kwanza amekuwa akifanya bora sana. Semfuko chache kwenye wakati wake akipewa nafasi unamuona. Eneo pekee ambalo nadhani Steven Barker bado hajafanikiwa na anahitaji kulifanyia kazi kwa uharaka, eneo la ushambuliaji. Hilo changamoto ambayo bado naiona.
Eneo la kiungo nadhani ameanza kufanikiwa kwa sababu kuna kati hata mtacheza hadi Ino Luemba kama force namba 9 kwenye mchezo uliopita alifanya hivyo, lakini pia Ino Luemba anacheza kama kiungo eneo la katikati na bado akawa anafanya kiwango akawa na kiwango bora sana. Kwa hiyo nadhani mmoja kati ya sehemu ambayo Steve Barker amefanikiwa ni kwenye hizo phase mbili zote, phase ya kiulinzi kwa maana ya center back, akiwa kuja kwenye phase ya pili ambayo ndio eneo la kiungo amefanikiwa sana. Eneo la mwisho ambao ndio eneo ambalo linaamua hatima za wewe kupata alama tatu na bado ambao unaona kuna changamoto. Yaani changamoto ipo ni kwamba hakuna mawasiliano mazuri kati ya wale watatu wa mwisho, jumlisha na yule namba 9 mwenyewe. Watatu wa mwisho namaanisha endapo ameanza Chama ino kwa maana Chama, Libasi Gwe na Anset Oula, wanne tunamjumlisha hapo ndo kama Selemani Mwalimu. Bado hajajua namna ya kumchezesha Selemani Mwalimu hawa watatu, Chama, Libasi Gwe pamoja, hata ukimjumlisha pia Ino Luemba, kwa sababu kuna nyakati huyo jamaa ni kama playmaker, yani anacheza namba nyingi uwanjani, bado anakosa ile utulivu kwenye eneo la mwisho. Kuna maamuzi ambayo anayafanya nyakati ambazo mchezaji anapaswa kutoa na assist, na nyakati ambazo anapiga, nyakati ambazo anatakiwa kupiga ndio ambazo anataka kutoa assist, hapo ndo anapo fail. Yani kuna ile ubinafsi, nizungumza sasa hivi pase, yani kila mtu aweze kuelewa changamoto ambayo bado inawasumbua ni ubinafsi. Hawajaamua kucheza kitimu kwa sasa. Hawajaamua kucheza kitimu. Kila mchezaji anataka kufunga. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kiufundi ni hiyo end product ya wachezaji watatu bado iko kwenye asilimia za chini sana. Tukisema haipo kabisa tunawakosea, kwa sababu kuna nyakati wanafunga, wakati wanatengeneza nafasi. Tukisema haipo tunawakosea. Tuseme bado ipo lakini ni kwa asilimia ndogo. Wanapaswa kuiboresha iende kwenye performance ya juu, iwe kwenye level za juu, ili awe na uhakika walau kwenye kila mchezo kupata goli 2 au goli 1. Ukiwa na uhakika wa kupata goli 2 kwenye kila mchezo na una uhakika unazuia vizuri, maana yake uwezo wa wewe kuondoka na alama 3 upo. Lakini kama unazuia vizuri na ushambulii vizuri ama ufungi, maana yake kuondoka na alama 3 ni uongo. Kwa hiyo eneo ambalo bado Steven Barker anapaswa kulifanyia kazi kwa uharaka, eneo la ushambuliaji, kutengeneza maelewano, mawasiliano mazuri, utulivu, kuongezea confidence wachezaji, hali ya kujiamini, maamuzi kwenye nyakati ambazo unatakiwa fanya maamuzi. Unatakiwa kufanya maamuzi ya kutoa pasi ya mwisho, toa. Unatakiwa kufanya maamuzi ya piga. Kwa hiyo nadhani kwenye eneo pekee ambalo bado anapaswa kulifanyia kazi kwenye eneo la ushambuliaji, ambako ndo kuna asilimia kubwa za kuondoka na alama 3. Labda nadhani juzi wakati anazungumza, miongoni mwa vitu ambavyo alivizungumza ni bado ule muda wa kukaa kutengeneza timu. Wachezaji wa safu ya ushambuliaji wote ukimtoa Selemani Mwalimu ni kama hajakaa kwa muda mrefu, wote ni maingizo mapya. Chama, Anset Oula, Libase Gwe, Ino Luemba, hawa ndo mara nyingi wamekuwa kioperate eneo la ushambuliaji. Hawajapata muda mrefu. Endapo watakaa kwa muda na kuanza kuelewana, tutarajie Simba ina gani katika eneo hilo? Tutarajie Simba ambayo itakuwa inafunga mabao mengi sana, kwa sababu kwa tabia za wachezaji ambao wanao ni wachezaji ambao wana uhakika wa kuweza kutengeneza nafasi nyingi, na ndio maana mbali na kuwa Simba kuondoka na ushindi kwenye mchezo wa dabi, lakini ndio timu ambayo ilitengeneza nafasi nyingi sana. Lakini kuja kwenye numbers, unaona pia, lakini dhidi ya Dodoma walitengeneza nafasi nyingi sana wanatengeneza. Kwa maana kama unaweza kutengeneza nafasi nyingi, maana una safu bora ya ushambuliaji. Kinachokuwa kinabaki ni namna gani ambavyo wewe unatuthibitishia katika zile asilimia zilizobaki kwa mpira kuingia wavuni. Umesha tuthibitisha unaweza kutengeneza nafasi. Kufanya nafasi kuwa mabao. Usigeuza ile nafasi kuwa mabao, na changamoto ambayo bado ipo. Kwa hiyo kama atafanikiwa kuweza kulitibu hilo tatizo, Simba itakuwa tishio sana kwenye eneo la ushambuliaji. Sababu anamchezaji kama Clatous Chama, kwa maana utulivu utaupata. Libasi Gwe, ile speed reaction kwenye nyakati ambazo unamhitaji. 1v1 amekuwa bora sana. Tulimuona Shabalala alipata wakati mgumu sana kuweza kumzuia. Lakini unakuja kwa Anset Oula, sasa unadhani unabidi unamtaja kwanza, unakunywa maji. Huyu jamaa of course ana kipaji kikubwa sana cha mpira, kuchezea mpira anajua sana.
Lakini sasa tutahitaji zaidi ile end product. Ukiwa na mpira nini unachokifanya? Chenga leo ni kitu cha ziada au kio ni baada ya wewe kutekeleza jukumu lako la kwanza. Ina Luemba sasa ndio mchezaji wa Jairuti, si ndio? Anafanya kazi kubwa sana. Nadhani ila Jairuti haijaenda bure. Hapa Simba imepata mchezaji. Moja kati ya kitu ambacho nampongeza kwanza, si mchezaji ambaye ni mzigo uwanjani. Yaani sio mchezaji ambaye ni mzigo. Ukimhitaji kwenye eneo la kukaba atakaba. Ukihitaji eneo la kushambulia anashambulia. Na tulimuona alimsababishia Dickson Job ashindwe kuendelea na mchezo. Kutokana na ile pressure ambayo alimpa. Sio foul ambayo ilikuwa inaonekana kama amedhamilia. Ndio. Mchezaji ambaye ana mwili mdogo ukimwangalia, lakini fiziki yake inaonekana kuwa kubwa sana. Ukimwangalia umri, lakini pia mwili wake na anavyofanya uwanjani vitu vile tofauti. Sikuzi hata wakati anaanza au anasajiliwa, mimi binafsi ni miongoni mwa wale ambao sikumpa nafasi kubwa katika wale wachezaji wangu ambao nilikuwa naamini watafanya vizuri. Wamefanikiwa kutusaulisha kina Neo Maema, kina Nabi Kamala, tumeanza kuwasahau kina Morris Abraham, kwa sababu wakiwa uwanjani wanakupa asilimia, of course sio kwa asilimia kubwa sana kile unachokihitaji, lakini unakipata walao kwa asilimia kadhaa unachokihitaji. Kwa hiyo nadhani wanahitaji tu muda, wachezaji ambao hadi hivi sasa bado hakuna mchezaji hata ambaye amecheza mechi 5 za ligi kuu. Sasa endapo watapata mechi 10 mbeleni, wataanza sasa kuangalia hizi mechi zilizopita, review ya mechi zilizopita. Nakuwa naangalia mechi zilizopita ni kwa hivi, sasa hivi nipoje? Yaani kuna improvement ambayo watakuwa wanaionyesha mchezo baada ya mchezo. Kwa hiyo wanahitaji muda pamoja na kocha kuendelea kuwaboreshia kile walichonacho, kuhakikisha wanapata kitu bora.